aina ya nguvu kijana anapaswa kuwa nazo. Aina ya nguvu ambazo kijana unapaswa kuwa nazo. Namba 1, nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho. Namba 1, nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho. Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Haleluya. Aina ya kwanza ni nguvu za kiroho. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Matendo 1:8. Tafsiri yake nini? Walikuwa wanaambiwa kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hawakuwa watu wasiojiweza waliolala kitandani. Hawakuwa watu wanyonge waliolala kitandani. Hawakuwa watu ambao wakitembea hivi wanapepesuka. Ni wanaume wavuvi, wabobezi. Lakini wanaambiwa hivi, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu akawaambia, msiondoke hapa. Kabla hajawaambia msiondoke hapa, aliwaambia hivi, enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Alafu akawaambia hivi, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Yudea mpaka miisho ya dunia. Baada ya kuwapa hayo maagizo akamwambia, lakini msiondoke kwanza hapa. Kwa nini? Mpaka mtakapopokea nguvu. Mkiondoka bila kupokea kwanza nguvu, hamtatoboa. Kwani hawakuwa na nguvu? Walikuwa nazo. Ni nguvu gani? Nguvu za Roho Mtakatifu. Mwenye nguvu ya rohoni, huyo ndio mtu ataweza kushinda mizimu ya kwao. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda laana iliyomtesa babake na mama yake. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda umaskini ambao uko kwenye familia yao kwa asili tangu vizazi na vizazi. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda magonjwa yaliyoko kwenye familia. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda roho ya kutokuoa ama kutokolewa ndani ya familia. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kupasua hayo mawimbi, kwa sababu hayo mawimbi hayashindwi kwa fedha. Hizo laana hazishindwi kwa nguvu za mwili, bali nguvu za rohoni. Na ukiwa dhaifu rohoni, hata mwilini uwe na nguvu kiasi gani, hautatoboa, kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika roho. Kwa lazima uanzie rohoni ili mwilini ukapate kumalizia vita yako. Haleluya. Haleluya. Muhimu hiyo. Aina ya nguvu kijana anapaswa kuwa nazo. 1, nguvu za kiroho. Tuna nguvu za kiroho tunazipata wapi? Hosea kama sikosei 6:4, kama sio 4:6. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nguvu za roho zinapatikana kwa maarifa. Maarifa kwa Kiingereza ni knowledge. Literal meaning ya knowledge ni ufahamu. Kwa hiyo usipojua, kujua ni lango la kupokea kile ambacho unapata neema kukijua. Haleluya. Ayubu mlango wa 22 mstari wa 21. Roho Mtakatifu msaidie. 22, 21, 21, 22. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Haleluya. Kwa hiyo unapataje nguvu za roho? Kwanza, kwa kuongeza kiwango chako cha kumjua Mungu. Pili, kwa kuwekeza muda wa kutosha kuomba. Kijana nitakuwa muombaji. Tenga muda wako muombe Mungu. Tenga muda wako mtafute Mungu. 3, sadaka. Kijana nitakuwa ujifanyie deliverance mwenyewe kwa kujitolea sadaka. Kabla hujaanza kulima, toa sadaka. Kabla hujaanza kuuza, toa sadaka. Kabla hujaanza kujenga, toa sadaka. Jizoeshe kutoa sadaka, kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake utakapokuwa. Kitu chochote cha kwako kilipo ndipo ambapo moyo wako upo. Hope living stone to my inner